leo nimekuja hapa kwa jambo moja kubwa. Kama kuna kitu kilikuwa kinanitesa ni hii barabara. Hii barabara mkandarasi pamoja na wataalamu walikosea kufanya tathmini ya hakika pale chini. Walipoenda kuomba kazi wakaweka makadirio ya chini, wakiamini ni udongo. Wameanza kuchimba wakakutana na mwamba, na mwanzoni ni kama walitaka kufunika kombe mwanaharamu apite. Nilipoenda pale nikamwambia hakuna, lazima mwamba huu katoke, kwa sababu kibarabara kingekuwa kidogo ajali zingekuwa nyingi. Baada ya kuja hapa nikapambana, nikaleta kamati ya bunge hapa, nikamleta waziri hapa, tukafika mahali tukakubaliana kumuongezea fedha na kubadilisha mchoro. Badala ya kujenga kwa lami tunajenga nini? Zege. Kwa sababu kule chini kuna maji. Tukapeleka, nikapambana nayo. Na namshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Ametupa hela. Na huyu bwana ameshalipwa zote. Sio bwana mkandarasi. Umeshalipwa. Kwa hatudai. Hana sababu yoyote ya kutokuwa site. Na nimekuja hapa kukuambia mzee, hatutaki tena utani kwenye hili. Wewe si ndo mkandarasi? Na diwani, ninaomba madiwani wote wawili, watatu na wanarumu, kila siku umenikosa kwenye simu niambie mkandarasi uko site. Yaani isipite hata siku moja wewe una wenye viti na wewe una wenye viti wako wa vijiji na vitongoji. Kila siku ya Mungu nipate taarifa. Yupo? Leo kaondoka? Baya sija akapaki makorokoro yake hapa akatuachia tena barabara. Kama walivyotoa. Sasa hivi mpango kazi ukoje? Naomba abadilishe nani? Ni swali aliuliza. Ngoja kwanza labda nijenge uelewa. Kwa sababu pia hii barabara imekuwa na maneno mengi sana. Moja, huyu mtu alikuwa na kilomita 7. Tumemnyang'anya. Tukapunguza zikabaki kilomita ngapi? 4.2. Hizi nyingine tumempa mkandarasi mwingine. Huyu mtu ningeenda naye kichwa tungekuwa tuna kesi mahakamani, asingerudi. Na ningesikiza maneno yenu nikaungana na ninyi, leo tungekuwa na makesi mahakamani, barabara ijengwe. Kwa hiyo mimi nilichokifanya nikaenda naye kwa akili. Tukapunguza na tukamuongezea hela. Vinginevyo tungempeleka, tungevunja mkataba, ungekuta kesi imetajwa. Tungekuwa tu kesi yetu tarehe ngapi huku barabara haifanyaje? Kwa hiyo nikaenda nao kwa akili na tumevumilia, amerudi kazini. Kwa majina naitwa Frank Mafie, ni engineer upande wa mkandarasi. Kweli palikuwa na changamoto, kazi ilisimama. Mheshimiwa mbunge amesimamia kama alivyosema. Sasa hivi zile changamoto hazipo tena. Mpango kazi tutaanza kumalizia hichi kipande ambacho cha lami ambacho kina kokoto. Sasa hivi tupo na engineer, tushaandaa ile program of work. Nishamtumia engineer ofisini kwake, ashaipokea. Yeye ndo msimamizi wangu. Kwa hiyo ile mpango kazi yanao, anaofuatilia, ananisimamia. Baada ya kumaliza hapa pakiendelea, pale pia ile semkorofi ile pia inaendelea. Pale kuna mashine ziko pale, excavator. Excavator ilishafika site. Excavator kazi inayofanya pale kuna miamba. Kwa hiyo kusawazisha pale. Ili kusawazisha pale, excavator inafukua yale mawe yaonekane. Sema ambako ni udongo inakata, inaweka level. Baadaye anakuja mtu wa blastering. Analipua yale mawe. Kwa yale mawe pia mmesema mnayahitaji. Tukishalipua yale mawe, mbona ile barabara kuna sehemu inakatika huko upande wa mto. Yale mawe ndio yanayotumika kujenga protection, gabion. Kwa sasa hivi hizo ndo kazi kuu ambazo tuko nazo kwenye mpango kazi. Moja ya pale tushaanza kutengeneza, kurekebisha. Kwa yale mawe yakilipuliwa yatazuia mmomonyoko, ile protection. Hili eneo la Mwembeni lilikuwa ni kero kubwa sana. Tumepambana kwenye kipindi kigumu, lakini tumepata mkandarasi uko site na ninyi mmemuona.
Kwa hiyo tumefuta tatizo hilo na naamini mkandarasi kuombe ufanye hiyo kazi kwa viwango vinavyotarajiwa. Hii barabara iweze kupitika kipindi chote. Weka ufundi wako, na bahati nzuri umepewa barabara nyingi sana wilaya hai. Kwa hiyo zitendee haki. Jenga kwa upendo, ukijua unajengea ndugu zako, ili tatizo pale liishe. Lakini tulikuwa na kipande kidogo kimemeguka hapa na kenyewe kimekarabatiwa. Na tunaendelea. Yale yote mlionitisha kwenda kupeleka serikalini, mimi kwa kweli nitapambana kuhakikisha tunatatua moja baada ya. Lakini ombi langu kwenu na diwani, wenye vitu wa vijiji na vitongoji, hizi barabara tunajenga ni hela nyingi, lakini mnafungulia maji barabarani. Nimepita kata ya Mnadani, hii barabara ya Shirinjoro Matunda imekwisha, wanafungulia maji barabarani. Sasa hizi pesa tunazipata kwa msimu, na niwaambie ni kwa sababu nyewe mna mbunge mjanja. Leo tuna bilioni 6.9. Sasa na ninyi mnisaidie, tunapopata hizi fedha zikijengwa awamu hii, manake mpaka tena muda mwingine. Sasa barabara tajengwa, maji yanafunguliwa. Sasa diwani, mimi napambana, naleta hela. Linda hiyo wenye vitu wako. Ukiona kuna maji yanaingia barabarani, mbona ni jembe moja tu jamani? Yafunguliwa yapite kwenye vitari. Otherwise bwana fundi, hakuna kutoka site. Hakuna kutoka. Mvua ikinyesha unapaki kidogo, ikikauka hakuna kuhamisha mitambo pale mpaka kazi iishe. Na ule mtaro uangalie ukae vizuri. Ukague kabla ya kutoka site, na nadhani engineer, kwa sababu ule mtaro tukimkosea maji yatarudi barabara. Niwatengeneze, nimeona mmeweka matope kwa juu. Yale matope yasije yakarudi. Yangesogezwa nje ya mtaro kabisa. Kwa sababu kwa kinyesha utajiziba tena. Na mwenyekiti, wewe ndishimiko hapo pale. Hiyo barabara huo unatoboa kila mara.